Hichi kisa cha mwanaume wa Russia ambaye alikuwa na walaghai wanawake kimeibua picha mpya au maswali mapya mengi. Imagine unamkuta baby mama wako au mama watoto wako akiwa kwenye jiko la mtu mwingine akipika na kuosha vyombo. Ni kisa ambacho kinasikitisha sana wanawake wengi ambao ameweza kuwarekodi video na kuweza kuzisambaza ama kuziposti katika akaunti yake ya TikTok. Sasa nchini Ghana tayari mamlaka zimetoa taarifa ya kumtafuta mwanaume huyo raia wa Russia, na tayari wameshawasiliana na ubalozi wa Russia ili kuhakikisha mwanaume huyo anamtia nguvuni na kwenda kushtakiwa kwa mujibu wa makosa aliyoyafanya, hasa ya kusambaza picha chafu ama za kingono na wanawake tofauti tofauti nchini humo. Kwa mujibu wa sheria ya makosa ya mtandao ya Ghana ya mwaka 2020 inaeleza ukikutwa na hatia ya kusambaza picha za ngono ama kuwarekodi watu na kuwa expose mitandaoni ama sehemu yoyote pasipo ridhaa yao, basi utahukumiwa kifungo cha miaka 25 jela. Na sheria hiyo tayari imeanza kung'ata, na sheria hiyo kwa nchini Ghana ilishaanza kung'ata. Tumeona kuna kijana fundi simu ambaye yeye alihukumiwa miaka 15 jela baada ya kusambaza picha za mwanadada ambaye ilikuwa ni raia wa nje, picha zake za ngono na kuweza kuzisambaza pasipokuwa na idhini yake, na alihukumiwa miaka 15 jela. So sheria hiyo ndio wanaitumia kuweza kumsaka huyu Russia, na tayari wakishawasiliana na ubalozi wa Urusi ya kikao ya kumpata Mrusi. Sasa imeonekana pia huyo Mrusi amefanya matukio kadhaa nchini Kenya, na kuna baadhi ya klipu nyingi zinasambaa kuhusiana na wanawake wa Kenya, hasa pia wengine ni wake za watu ambao waliingizwa mkenge na huyo mzungu, na wengi nimeona wakiwa wakimlaumu wanawake wa Kikenya na kuonekana kuwa warahisi ama mazingira kama hayo, lakini uhalisia huenda hawa wanaume wa namna hii wanakuwa na hofa nyingi za waziwazi. Mbaya zaidi ukimwangalia ni mzungu, basi unakuwa na matumaini makubwa ya kutoboa kimaisha, na tunavyojua nchi za Kiafrika na harakati ni ngumu sana. Kwa hiyo ukipata uhakika wa kutoboa kimaisha na ukimwona ni mzungu na amekugaranti kwamba anafanya hivi, basi unakuwa uko aware. So kuwalaumu wanawake ni jambo ambalo si zuri katika mazingira kama ya mtu kama huyu ambao ni mlaghai na ni tabia yake. Umeona ameanza huko Ghana na amekuja Kenya. Sasa tumeona mamlaka ama watu wa Kenya sasa social medias na baadhi ya viongozi wameitaka serikali ya Kenya kuchukua hatua kuhusiana na mwanaume huyo, hili hatua kali zichukuliwe. Una maoni gani kuhusiana na matukio ya namna haya?